inaitwa Mtaa wa Sports. Kipindi chako kinachozungumzia michezo ya aina mbalimbali. Leo bwana tuko maeneo ya Makangalawe, mtaa wa Makangalawe, hapa ni football pitch. Tutazungumzia Ndondo Cup. Hii Ndondo Cup ni mchezo wa soka ambao unaibua hisia za mashabiki kutokea huku Uswahilini. Hivyo tutataka kufahamu mambo kadha wa kadha kuhusiana na hii Ndondo Cup. Ungana nami, mimi hosti wako Mikidadi Mwenye Amani. Karibu sana mtazamaji wa Kolila Media. Hii ni Mtaa wa Sports, nikiwa na shabiki wa Ndondo Cup. Yeye atatuambia anashabikia timu gani na atajitambulisha anaitwa nani, na tutapata kujua mambo kadha wa kadha kuhusiana na Ndondo Cup. Bwana karibu, kwa majina unaitwa nani? Mimi naitwa Rashidi Hasani Kibote. Rashidi Hasani Kibote. Wewe ni shabiki wa timu gani? Mimi ni shabiki wa Mifugo. Mifugo. Yeah. Mimi bwana nina swali moja nataka kufahamu. Unaionaje Ndondo Cup ya mwaka huu na mwaka uliopita? Je, kuna tofauti yoyote? Ndondo Cup ya msimu huu na msimu ambao uliopita mwaka jana kuna tofauti. Kutokana Ndondo Cup ya msimu huu hapa, kwanza kabisa ratiba ilivyoipanga imekuwa kuna tofauti mkubwa na mwaka wa jana. Sasa hii mwaka huu wametupangia timu zinapita timu moja, lakini timu ambazo katika kundi kuna timu zaidi ya timu 5. Sasa kwa upande wangu mimi kama mshabiki nimeona hiyo haipo sawa. Kwa nini unaona kwamba haipo sawa? Yaani duniani kote mimi nafuatilia mpira, lakini sijawahi kuona katika kundi iliwe na timu kuanzia timu 6 lakini ipite timu moja. Hii kwa mara ya kwanza ndio nimeona kwetu sisi kwa upande wa Ndondo Cup. Okay. Pia ningetaka kufahamu jambo lingine. Je, unavotazama hii ligi ya Ndondo Cup, kuna msaada ama mchango wote unaotoka kwa wadau ama serikali? Kwa mimi binafsi naiongelea upande wa timu yangu ya Mifugo, kwa sababu mimi ni mshabiki lakini vile vile ni mchezaji. Sasa kutokana mpaka dakika nipo nje maana sipo sawa na majeruhi, lakini vile vile kwa mimi kwa muda ambao nilokaa sijaona msaada wote kwa upande wa serikali, ila isipokuwa tu timu kama timu wao wenyewe ndio wanakuwa na msaada wa timu yao. Timu kama timu inakuwa na msaada kwa timu yao. Wanasema Ndondo Cup ndio ligi ambayo inaibua hisia za mashabiki kutoka Uswahilini, ambapo hisia hizo pia baadhi ya watu wanaamini kwamba kuna uwezekano wa mchezaji wa Ndondo Cup kuonekana na ligi kubwa ambazo zinaendelea hapa nchini. Je, wewe kwa mtazamo wako unahisi Ndondo Cup inaweza ikampeleka mchezaji moja kwa moja katika michuano mikubwa ya ligi zinazoendelea hapa nchini? Hiyo inawezekana. Na tunaona mara nyingi sana wachezaji wengi sana kama wachezaji tu hapa Tanzania, maana yake huwa wanatokea humu kwenye Ndondo Cup. Kwa hiyo inawezekana, na ndio maana hata sisi kama Mifugo tumewekeza nguvu kubwa sana upande wa wachezaji. Sema support kubwa sana yani inatoka kwetu sisi wenyewe, ila kutokana na namna ambavyo malengo yetu tuliyotarajia kidogo yamekuwa tofauti. Kwa hiyo yani kwangu mimi yule ambao unaniambia kwamba naona kwamba nguvu kubwa inatokea huku kwenye Ndondo Cup, na wachezaji wote wanatokea kwenye Ndondo Cup. Ili mchezaji atoke basi anatokea huko, na kuonekana mchezaji basi anatokea huko kwenye Ndondo Cup. Swali langu lingine ni kwa unavotazama ligi ambavyo inavyoenda kwa safari hii ya Ndondo Cup, unahisi ni timu gani ambayo inaweza ikachukua ubingwa? Sababu hapa sasa hivi hatua ambao tuliokuepo ni hatua ya makundi, lakini kuna timu ambazo zitaanzia kwenye 16 mpaka 32. Kwa hiyo ndio hatua ya kwanza. Mimi niseme tu kwa mimi hapa kama mchezaji, lakini vile vile huwa kuna timu ambazo vile nimeona kwamba zina uwezo mkubwa wa kufika hatua za juu, ikiwa kama labda hawa ambao wanaitwa Mchalengeni wana juhudi. Kwangu mimi hiyo ndio timu ambayo nimeona kwamba ina juhudi kubwa na wanatafuta kitu fulani. Kwa hiyo natumaini kwamba watafika mbali.
Bwana, asante sana. Hayo ni baadhi tu ya maoni ya shabiki wa Ndondo Cup na ameitaja timu yake ambayo anashabikia. Nami sina mengi zaidi ya kumhoji, ni hayo tu machache. Kumbuka kwamba hii ni Mtaa wa Sports ambao unakuletea kila aina ya michezo. Asante.